Bwana Yesu asifiwe. Dada zangu, ndugu zangu, mwali gani asubuhi ya leo? Jumapili ya leo. Ninaamini kwamba mmeweza na kuamka salama. Umeweza na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Maana ameweza na kukuonea mema yake akakulinda kwa usiku wote. Na asubuhi ya leo ameweza na kukubariki na uhai katika uso wa dunia. Sio jambo la kawaida tu, bali huwa inagharimu tu nguvu zake, mkono wake. Neema yake imekubeba mpaka hapo. Imagine kuna mtu ambaye aliweza na kuona siku ya Jumatatu na siku ya leo yupo tena katika uso wa dunia. Lakini uliweza na kuona tukianzia juma na siku ya leo unaona wakati ambapo tunaimalizia. Ni kwa sababu ya neema yake, nguvu zake Mwenyezi Mungu. Tumshukuru kila wakati. Basi ni asubuhi njema ambapo mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Pastor Ruthi Sami kutoka kanisa la ABC Katangi ameweza na kufika hapa tayari kabisa kutubariki na neno la Mwenyezi Mungu na kutunyunyizia baraka zake kupitia hiki kipindi cha manyunyu ya baraka, ambapo ninaamini kwamba umeweza na kujiandaa vilivyo ukaweza na kupokea kutoka kwa Mungu mwenyewe. Karibu sana tukaweza na kubarikiwa hata kabla hatujaweza na kufika kanisa. Nachukua fursa hii kukuzalimu wewe mtazamaji wa Undugu TV katika kitengo cha manyunyu ya baraka. Katika jina la Yesu Kristo, ujambo nami si jambo, na kukaribisha tena siku ya Jumapili, siku ambayo tunamaliza mahubiri ya wiki hii mzima. Puliza tulikuwa pamoja. Kwa hivyo tukiweka tamati, naomba tuwe pamoja tujue ni yapi Mungu anataka tujue. Kwa hivyo naenda kusoma neno la Mungu katika kitabu cha Zaburi. Ni wimbo Zaburi 128. Nitasoma mstari wa kwanza na mpaka wa 6. Maandiko yanasema hivi: heri kila mtu amchaye Bwana, aendaye katika njia yake. Taabu ya mikono yako hakika utaila. Utakuwa heri na kwako kwema. Mkeo atakuwa kama mzabibu uzaao vyumbani mwa nyumba yako. Wanao kama miche ya mizeituni wakiizunguka meza yako. Tazama, atambarikiwa hivyo yule amchaye Bwana. Bwana akubariki toka Sayuni, uone uheri wa Yerusalemu siku zote za maisha yako, na hamu ukawaone wana wa wanao. Amani ikae na Israeli. Tuombe. Jehova Mungu, hilo ni jina lako. Unapoketi mahali ambapo pameinuliwa juu zaidi, unatazama humu duniani, ukiwaona wale watu uliwaumba, na vile vyote ulisema siweko sikiweko. Kwa hivyo wakati kama huu tunapoenda kusemezana neno lako, na muombea mtazamaji mahali ambapo aliko, tu neno lako likaweza kupenya na kuingia ndani ya moyo wake. Tazama hitaji lake. Mungu mwema, jionyeshe na ujidhihirishe, nami nitumie kama mtumishi na chombo chako. Endapo ni mwanzo tukiwa na tamati, hatuna budi kusema uhimidiwe na ushukuriwe. Naomba yote na ni kwa ajili ya Yesu Kristo tunaomba. Amen.
lengo ile tutakayo kuwa nayo siku ya leo ni kujua kuna tunzo la uaminifu. Tujue kuna tunzo la uaminifu. Unaposikia ya kwamba kuna tunzo ya uaminifu, unaelewaje? Mimi naelewa ya kwamba ninapaswa kuwa mwaminifu ndiposa niweze kutunzwa na Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko haya ni ukweli. Zaburi haijulikani kabisa mwenye kuiandika, lakini iko na maneno mazuri ambayo ni ya manufaa kwetu na ni ya kutusaidia. Na kama vile tumeongea kuhusu ile lengo tuko nayo, kuna tunzo la uaminifu, Biblia inatuambia ya kwamba tunapaswa kuwa waaminifu mbele ya Mwenyezi Mungu. Tunapaswa kuwa waaminifu kwa mtu mmoja na yule mwingine. Tunapaswa kuwa waaminifu hata ikiwa ni mahali pa kazi, uwe mwaminifu. Na pia nawe ikiwa ni mtoto, kuwa mwaminifu kwa mzazi. Mzazi pia kuwa mwaminifu kwa mtoto wako. Mume na mke muwe waaminifu mmoja na yule mwingine. Kwa hivyo hili neno ni neno ambalo ni kubwa, na kuna tuzo ambalo Mungu atatutuza. Maneno haya yanaongelelewa sana kwa wana wa Israeli. Ndio walikuwa Mungu anaongea juu yao, akiwaambia anawatazamia na kutarajia waone wakiwa waaminifu. Lakini mara kwa mara walikuwa wanamuasi Mungu, walikuwa wanatoka mikononi mwake. Akituma watumwa wake manabii, akiwatuma hata alikuwa anatumia wafalme, walikuwa wanatoka kando, walikuwa wanaasi, hawakuwa wanasikiliza yale yote alikuwa anawaambia. Basi ndugu zangu watazamaji, Biblia imetutolea jambo moja, tunapaswa hata kuongeleshana. Manake yule amchaye Bwana, huyo ndiye atatunzwa. Yule mtu anayemcha Bwana, anayemfanya Mungu wake, huyo atapewa tunzo. Na ninafurahia kwa maana hapa duniani tutatunzwa, na zaidi ya yote tukifika mbinguni tutatunzwa. Na haya maneno wafikia wana wa Israeli, na tunzo siko hapa chini. Kwa hivyo endapo mwenyewe unamcha Mungu, bila shaka utapata hiyo tunzo. Na amesema hivi, yule ambaye anaenda kwa njia za Mwenyezi Mungu, yule anasikia maneno ya Mungu, anayatimiza, yule anatii sheria za Mungu, huyo atatunzwa. Anayeenda kwa njia za Mungu, tuambaye ni mtiifu na mwaminifu, huyo atapata tunzo. Endapo unanitazama, endapo unasikiliza, ndugu yangu na dada yangu, ni nani anaweza kukataa akitunzwa? Naona hakuna mmoja. Kwa hivyo njia moja ya kupata hiyo tunzo ni kufuata njia za Mungu na kuyafanya mapenzi ya Mungu. Na tazama, wewe wana wa Israeli waliambiwa, endapo mtakuwa waaminifu ni watatunzwa, na hakika wakienda kwa njia za Mungu pia watatunzwa. Lakini maandiko ndio haya yakisema ya kwamba watabarikiwa kwa njia hizi, endapo wataenda kwa njia za Mungu na endapo watakuwa waaminifu.
Na jambo la kwanza, Biblia inatuambia ya kwamba mikono yetu tutafanya kazi na tutakula chakula cha mikono yetu. Shangwe iko wapi? Kwa maana hakuna ule mwenye haki ambaye anamcha Mungu ataenda kufanya kazi na mikono yake, afanye shambani, afanye kwa duka, afanye mahali popote pale. Ikiwa imeandikwa amejiajiri, ufanye pale na mikono yako. Bila shaka, endapo unamcha Mungu na wewe ni mwaminifu, hiyo kazi yako itambarikiwa. Amen. Si ufurahie kwa maana kazi yako si ya bure. Lakini masharti uwe mwaminifu na ufuate njia za Mungu. Na pamoja na hiyo, Biblia inasema ya kwamba endapo tutakula kazi ya mikono yetu, hiyo mikono yetu itakuwa imebarikiwa. Na Biblia inasema tukibarikiwa kwetu kutakuwa kwema. Amen. Kwetu kutakuwa kwema. Hata mimi nafurahia, kwa maana nikienda kuwa mwaminifu na kusifuata njia za Mungu, kwangu kutakuwa kwema. Amen. Kwa hivyo ndugu yangu, unaponisikiliza ujue ya kwamba baraka ya kwanza ni mikono yako itambarikiwa. Namba 2, ikibarikiwa kwa maana utambarikiwa kwa kila upande, kwako kutakuwa kwema. Watakapokuja kwako watashuhudia, kweli Mungu yuko mahali hapa, kweli huyu ni mtu wa Mungu, kweli huyu ni mwaminifu mbele ya macho ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndugu zangu na dada zangu, tunapoangalia haya maandiko yatutie moyo na tufurahie, tukizidi kutamani kuyatimiza katika jina la Yesu Kristo. Hamezidi na kusema mke wako atakuwa kama mzabibu unaozaa. Na hapa ingawaje alikuwa anaongelea wana wa Israeli ya kwamba watambarikiwa, ndio wanaitwa huyu mwanamke, lakini kwa siku ya leo wale ambao wako na bibi, hakika baraka zitatokea kwake, na zikitokea kwake pia watabarikiwa, na nyinyi wote mtaitwa wabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ikiwa bibi atabarikiwa, naona jambo lingine linasema ya kwamba watoto wetu na hao pia ni wana wa Israeli, watoto wetu watakuwa kama miche. Ai, Bwana Yesu asifiwe. Hata Mungu atakumbuka watoto wetu. Na hata ikiwa ni mtu mzima na hujapata mtoto, wewe ni mtoto wa watu, kwa hivyo utakuwa kama mche wa msituni. Jamani, matunda yatatoka kwako, na utafurahia ukitembea na huyu Mungu, ukimwishia huyu Mungu, ukisema haleluya sana, kwa maana umemuona Mungu akitenda. Amen. Ndugu zangu, naenda nikikuaga nikikuambia ya kwamba wewe Mungu atakubariki mpaka uone watoto wa watoto wako. Watoto wa watoto wako. Na hakuna baraka nyingine kama hiyo. Kwa maana ukiona watoto wa watoto wako, wewe utakuwa na ukuu wa kupendeza na wa kufurahisha. Na ukiona hao watoto pia utafurahia, na ukiona utaongezeka, masiku yako yataongezeka. Kwa hivyo neno hili kutii, hata ukiona hao watoto si umetuzwa, kwa maana kuna watu wanakufa wakiwa hawajaona hao watoto wa watoto wao. So amani ikae pamoja nawe, amani ya Mungu ikae pamoja nawe, ikiwa wewe ni mwaminifu, na ikiwa unasifuata njia za Mungu, na ikiwa unafuata sheria za Mungu. Baraka ndizo hizo tu, ubarikiwe na hizo. Kwa hivyo nikikamilisha nasema ya kwamba Yesu Kristo yuaja,
na atakuja kutuchukua akatutuze tukiwa mbinguni. Kwa hivyo tunza imani yako, nitunza imani yangu, tumngojee huyu Yesu Kristo, na hakika tutaweza kufurahi tukifika mji wa mbinguni. Ndugu yangu, dada yangu, uwe hakika na siku njema, na uwe na ibada njema, na ubarikiwe, na Mungu akuinue zaidi, na hakika atende wema wako, na hiyo tunzo endapo wewe ni mwaminifu, pokea hiyo tunzo katika jina la Yesu Kristo, kwa maana ni hapa duniani na Mungu mwenyewe ndiye anapeana hiyo tunzo. Bwana na alibariki neno lake, na tuombe. Asante Mungu Mwenyezi, ni kwa ajili ya Undugu TV. Asante Jehova Mungu, ni kwa ajili ya mtumishi wako ambaye kweli ni mwafuli wa kanisa. Jehova Mungu, ukaweza kumfikia na njia ya mwanya sana. Nakumbuka tena wale ambao wanafanya kazi katika Undugu TV, ukawafikie na njia ya mwanya sana, na kwa mahitaji yao mbalimbali Bwana ukawaone, ukawatimizie. Nakumbuka mtazamaji Mungu Baba, maana yake unamuona na unamjua, unamuelewa zaidi Jehova Mungu, na kama vile tulikuwa na somo ya leo ya kwamba tutatunzwa kwa ajili ya uaminifu wetu, Bwana ukawasaidia, ukatusaidia sisi sote. Siku ikifika ukitutunza tukiwa hapa duniani, maana yake tunza na hizo baraka tumeona, na tukifika kwako mbinguni tutapata tunza pia kofia. Yehova Mungu, basi ukaweze kutubarikia sisi sote, umbaki na watumishi wako wakitafakari maneno yako, na hata mambo mema wakikuishia. Uambaki salama katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwombezi wetu tunaomba. Amen. Mtazamaji umbarikiwe na ubaki salama. Tunzo la uaminifu. Yule ambaye umcha Mwenyezi Mungu, umheshimu, ataweza na kutunzwa. Na tumeweza na kufundishwa na tukaweza na kuona kwamba tutaweza na kupatana na baraka za Mwenyezi Mungu wakati ambapo tumeweza na kumcha, wakati ambapo tumeweza na kukaa tukiwa tunamwamini, tukiwa tegemeo letu ni yeye, tutaweza na kubarikiwa. Baraka itatoka wapi? Tutaweza na kuiona kupitia kwa mikono yetu, maana tutaweza na kula kutokana na kazi ya mikono yetu, maana atakuwa ameibariki, na tutazidi na kuendelea na kuona wema wake, na kwetu kutakuwa kwema kila wakati, kuanzia katika maisha yako, katika familia yako, mahali popote pale huwa unafanya kazi, chochote kile ambacho huwa unakishika kinakuwa kimebarikiwa. Tutaweza na kuona wema wake, baraka zake siku zote, maana tumeweza na kumcha huyo Mwenyezi Mungu. Tunzo. Je, umeweza na kutunzwa? Utaweza na kutunzwa? Maana tunzo zingine tunaanza na kuziona hata tukiwa katika uso wa dunia. Ukiangalia zile kazi ambazo huwa unazifanya, je, unaona kwamba umeweza na kubarikiwa? Unaona kwamba zimeweza na kubarikiwa? Jiulize, na mimi nijiulize, maana unajijua vizuri sana. Na tukafundisha tukaona kwamba hata imani, yani amani itaweza na kukaa ndani yetu, katikati yetu. Utakuwa mtu wa amani kila wakati. Ukiangaliwa sio mtu ambaye anaonekana huyu amebeba sana, huyu ako na mawazo mengi ameweza na kumbeba, lakini utakuwa unaonekana huyu amani iko ndani yake, huyu amani iko juu yake, katika familia yake kuna amani, huyu mtu hana stress, maana amani iko ndani yake. Kwa sababu gani? Kumcha Mwenyezi Mungu na kutii tu sheria zake. Tuzidi na kumcha ili baraka zake zikaweze na kufuatana ama kuandamana nasi. Ninakutakia siku njema, Jumapili ya baraka. Mahali popote pale utafika, kanisani ni kwa sababu ya kuabudu Mwenyezi Mungu. Mungu na akakubariki, na siku yako ikawa ni ya baraka. Pastor
Sami Rodhi, tumeshukuru sana. Mwenyezi Mungu na akubariki. Kweli kabisa, hiyo wiki yote umetufundisha mengi. Na ninaamini kwamba kama vile ambavyo tumeweza na kubarikiwa, pia Mwenyezi Mungu ataweza na kukubariki na kuendelea na kukuongezea mengi, ni kwa sababu ya watazamaji wetu. Mahali popote pale utaweza na kuabudu, ninawatakia ibada ya baraka na ibada njema. Nimekuwa wako Pastor Lucy Michael, nikikwambia kwamba neema ya Mwenyezi Mungu na ikubebe. Shalom.